Niongee mambo machache ambayo yatatusaidia tuende vizuri kwenye maandalizi ya budget ya mwaka huu. La kwanza, Devi alihudhuria mafunzo ya maandalizi ya budget. Tulikuwa na nani leo? Na Leonia. Na Leonia tulikuwa na wewe mwaka jana. Nawaomba sana, cha kwanza, sikilizeni hii miongozo atakayowapa. Nakumbuka mwaka jana tukiwa kwenye budget, swala la budget ya chakula cha wanafunzi tulienda kubajetia Dodoma. Kwa hiyo la kwanza, huu mwongozo msikilize. Lakini wakati mimi nafanya maandalizi ya budget nikiwa kwenye level nyingine ambayo sio yaani nikiwa kwenye level nyingine, stafu mkuu wa vitengo kwenye idara, nikaja nikawa mkuu wa idara, nikawa mkurugenzi. Siku ninayopata mwongozo, kesho yake maafisa wote wa budget na mweka hazina na mkurugenzi akiwa mbele na afisa mipango ni estimate za revenue ya halmashauri. Msipofanya estimates za collection ya on source revenue, hamwezi kujua uandae budget ya shilingi ngapi, hasa kwa idara ambazo zinategemea mapato ya ndani. Ni key. Yaani mtu asikudanganya kwamba utaanza budget kabla idara zote hazija forecast mapato yake ya makusanyo ya mapato yake ya ndani ni shilingi ngapi, ikasimamiwa, mkurugenzi akaja akafanywa presentation, nikaanza kuhoji idara zote zenye collection, tukasema wow, mapato yetu mwaka huu ni bilioni 7 kwa mfano. Tunagawa according to budget ya mwaka jana, kwamba idara iliyochukua bajeti kubwa kwenye mapato ya ndani ndio itakayochukua hivyo hivyo kutokana na activities mnagawa. Mmenielewa vizuri? Nitawaambia kwa nini nasema hivi. Hapa hatufanyi hicho kitu seriously. Na estimate ya mapato haifanywi na ofisi ya mweka hazina. Hata siku hii inafanywa na idara zenye sources. Sio kazi ya mweka hazina. Kazi ya mweka hazina ni kumuuliza, wewe mwaka jana ulibudget milioni 20. Mpaka tunafika nusu mwaka una milioni 6. Leo unaniambia una milioni 30, utafanya miujiza gani? Mimi nadhani punguza iende 21 au iwe 19. Anapita. Yaani wakati mimi mnafanya anapita kwa kila idara yenye sources. Mnapata kwanza global figure ya estimate ya on source collection. Naomba mweka hazina na coordinator wa budget, idara zote zenye sources, waiteni wakuu wa idara, wapeni hiyo task, ili tutakapokuja kugawa sasa, kila idara ipate according to ile estimate yetu, na ndio utaratibu. Na mwaka huu mmeona tulienda na estimate ya 5.2, tukaambiwa tuongeze. Na agizo la Mama Samia kwa mkuu wa mkoa wa Pwani, bajeti yetu ni ndogo. Na niliwapa kama mwezi mmoja uliopita issues zilizotolewa kuhusu Kisarawe. Usishangae mwaka huu kaambiwa budget ya also 6.5 au 6.8. Nawaambia tumeambiwa hatusimamii mapato. Kwa hiyo tusitame kwanza sisi tuko 30, sisi tuko ngapi. Inaonekana hatufanyi real estimate. Hilo la kwanza. Sasa wakati tunaendelea na kukamilisha bajeti ya mwaka jana na kuandaa matumizi sasa ya bajeti, makusanyo na matumizi ya mwaka huu, nilikutana na changamoto kubwa sana mimi, afisa mipango na afisa manunuzi. Ndio sababu nimesema sitafanya chochote mpaka idara ya utumishi ijayo. Yaani wamekaa Dodoma siku 10, siku 14. Mimi niliwajoin
lakini wao walishaanza kama tulivyokaa sasa. Bado wakaenda Morogoro wakakaa wiki, nafikiri siku 7. Mkono siku 7 kitu kama hicho. Bado tukawapeleka siku 10 Dodoma. Sasa imefika wakati wa implementation ya budget. Kwenye budget hakuna, tuna 2 days. Yaani ofisini kwetu ni hapo. Mkijisikia rudini mkalale. Yaani mkijisikia wala msiconcentrate. Yaani kama mkiona hivi. Lakini mimi ninashauri msitoke kwenye kipindi.